Ombi la kutaka kuondolewa kwa naibu inspekta jenerali DIG Eliud Lagat limewasilishwa katika mahakama kuu. Karibu kwenye taarifa zetu za Lazo D Media, na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Ombi hilo liliwasilishwa Ijumaa Juni 13 kutoka Msambweni hadi Loitoktok. na kuuawa Lazo D Media akiwa chini ya ulinzi wa polisi katika kituo kikuu cha polisi. Katika ombi la dharura lililowasilishwa katika mahakama za Milimani, walalamishi hao miongoni mwao wakili Ndegwa Njiru na mwanasheria wa Mount Kenya wanaomba swala hilo liidhinishwe kuwa la dharura na kusikizwa kwa kipaumbele na kwa msingi ya upande wa kwanza. Pia wanatafuta maagizo ya kihafidhina yanayomzuia Lagat kufika afisini mwake, kutekeleza majukumu ya DIG au kufikia kituo chochote cha huduma ya kitaifa ya polisi, ikisubiri uchunguzi wa mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA na kuanza kwa mashtaka dhidi ya waliohusika. Waombaji hao wanahoji kuwa Lagat akiwa mlalamikaji wa kwanza katika kesi ya uhalifu wa mtandaoni anapaswa kuchukuliwa kuwa mtu wa maslahi katika kifo kilichotokea, na kwamba kuendelea kwake kuwepo ofisini kunaleta mgongano mkubwa wa kimaslahi ambao unaweza kusababisha kuingiliwa kwa uchunguzi. Wanataja ripoti za kuvuruga ushahidi, ikiwa ni pamoja na kuingiliwa kwa picha za CCTV, na wanadai kufichwa kama hataondolewa kwa muda ofisini. Ombi hilo inakuja huku kukiwa na ongezeko la wito wa DIG Lagat kujiuzuru, huku wengi wakitaja madai ya kuhusika kwake na mauaji hayo kuwa sababu tosha. Hata hivyo, huduma ya kitaifa ya polisi NPS imeshikilia kuwa Lagat alazimishwe kujiuzulu wadhifa wake kwa hiari, ikibaini kuwa uingiliaji kati rasmi pekee ndio unaweza kulazimu kuondolewa kwake. Akiwa mbele ya kamati ya bunge ya kitaifa kuhusu usalama wa kitaifa, Inspector General wa polisi Douglas Kanja alieleza kuwa mamlaka huru na ya uingiliaji wa polisi IPOA kwa sasa inaendesha uchunguzi huru kuhusu suala hilo, na hatua zozote zaidi dhidi ya Lagat zitategemea matokeo. IG alifafanua kwamba ikiwa ushahidi unahusisha DIG Lagat katika uchunguzi unaoendelea, itasababisha hatua kutoka kwa huduma ya kitaifa ya polisi. Siku ya Jumatano, Kanja alifichua maelezo ya machapisho yanayodaiwa kuwa DIG Lagat alikuwa ameripoti. Alisema akaunti hiyo iliyokuwa na wafuasi zaidi ya 13,000 inadaiwa ilichapisha taarifa za uongo zikimtuhumu DIG huyo kuhusika na rushwa ndani ya jeshi la polisi. Lagat hakuwepo katika shughuli za bunge Alhamisi, ingawa mwenzake naibu inspekta jenerali Gilbert Masengeli alihudhuria pamoja na mkuu wa DCI Mohamed Amin. Wakati huo, walalamishi kadhaa walichukua mambo mikononi mwao Jumatano kwa kuwasilisha ombi katika mahakama ya sheria Milimani, wakitaka kuanzisha kesi za kibinafsi za mashtaka dhidi ya Lagat. Katika ombi lao, walalamishi hao walikashifu mashirika ya uchunguzi kwa kukosa kuchukua hatua ifaayo kuhusiana na utata unaohusu kifo cha Ojwang. Ndizo taarifa za hivi sasa. Endelea kusubscribe. Hii ni Lazo D Media, kituo nambari moko kote kwa masuala ya habari.